Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa hiyo ndio mimi nimeshiriki kwenye session ile ya Waziri ya Afya na Fedha kwenye ugharamiaji, ambao kimsingi tumezungumzia upande wa Tanzania, tumezungumza mambo matatu manne. La kwanza kwamba tunapozungumzia sekta ya afya tujue kwamba tusitizame kwenye isolation, tusitizame peke yake, lakini ni uwekezaji wote ambao tunafanyika nchini ambao unahusiana na masuala ya afya. Mfano tuliotoa ulikuwa ni upande wa uhakika wa chakula na nutrition na lishe, ambao ni mchango wa kilimo, maji safi na salama ambao tolewa na sekta ya maji, lakini hata wenzetu wa sekta ya elimu na mchango mkubwa kwenye kufundisha watoto masuala ya usafi na mengine. Wenzetu wa michezo kwa hasa kuhimiza mazoezi ambayo yanapunguza maradhi mengine, lakini vile vile wenzetu wa viwanda, taasisi ya kusimamia ubora na mchango wao katika usalama na uhakika wa chakula. Kwa hiyo kwa ujumla ni eneo ambalo uwekezaji ni mkubwa, lakini unahusu sekta ya afya. Lakini kwa upande wa sekta yenyewe ya afya tumezungumzia Tanzania inachokifanya, azma yetu ya kutimiza usajili wa 100% kwa upande wa bima ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2028-2029, na jitihada zinaendelea. Tayari tumeshasajili zaidi ya 10%, lakini vile vile tumetoa uzoefu wetu kwenye mfuko maalum wa kuleta usawa, yani Health Equity Fund, ambao umelenga zaidi kwenye kaya masikini zaidi na zile ambazo ziko katika hali ya chini. Kwenye hili tumezungumzia uzoefu wetu wa mashirikiano na Benki ya Dunia pamoja na wafadhili wengine kwenye kutambua hizi kaya na jitihada ambazo zinaendelea. Kwa upande wa mapato wa mifuko mbalimbali tulionayo ya afya, tumezungumzia vyanzo vya jumla ambavyo ni budget allocation, na kutoa bajeti kwenye upande wa serikali kwenda sekta ya afya, lakini kuna kodi maalum ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhudumia hasa mifuko hii ya bima ya afya. Kwa mfano kodi ambazo zipo katika sekta kwenye bidhaa za tumbaku, kwenye pombe, karibuni tumeweka vile vile kodi kidogo kwenye sukari, kwenye vinywaji vingine ambavyo vinaleta athari katika afya. Upande mmoja kujaribu kupunguza matumizi ya bidhaa hizi, lakini upande mwingine kugenerate mapato ambayo yanaweza kusaidia kwenye ugharamiaji wa sekta ya afya. Kwa hiyo kwa ujumla tumekuwa na mkutano mzuri sana wa pamoja wa sekta ya afya na mawaziri wa fedha, na kwa hakika tumefurahia. Kama serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tayari tumekwisha kuchukua hatua na tumeanza kwa kuongeza bajeti ya ndani. Vile vile serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya kwa kuanza na kuongeza bajeti ya sekta ya afya, lakini kuongeza uwekezaji kwenye vifaa tiba. Wote tunakumbuka kwamba serikali yetu imetumia zaidi ya trilioni 1.2 kuwekeza kwenye sekta ya afya, kwenye miundombinu, vifaa na uwekezaji mkubwa kwenye huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye hatua nyingine sasa ya kujitegemea kwenye sekta ya afya, na ndipo hapa tunapokuja kwenye bima ya afya kwa wote, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba matumizi ya kutumia pesa kutoka mfukoni kwa ajili ya matibabu ni gharama kubwa, na ugonjwa haupigi hodi. Kwa hiyo unaweza kukuta huna pesa. Kwa hivyo suluhisho pekee, serikali yetu imeanzisha huduma ya afya, huduma ya bima afya kwa wote, na serikali inakwenda kugharimia kaya ambazo ni maskini. Tumezindua mpango huo kwa kuanza na pilot study ambao tulianza na grupu la kaya 270,000 ambazo zishapata kadi na zimeanza kupata matibabu, na mwezi wa 9 tunakwenda kwenye hatua ya pili ya kuongeza kaya zile ambazo ni maskini ili kufikia zile kaya 931,000 ambazo hazina uwezo wa kujilipia, serikali itakwenda kuzigharimia. Tumejifunza nini sasa huku? Kwamba ile misaada tulikuwa tunaipata sasa imekwisha, na ile misaada haikuwa ya kudumu, ilikuwa ya kutufanya na sisi tuweze kujitegemea. Kwa sasa ni muda mwafaka sasa kama nchi, kama serikali, kama Watanzania na wadau mbalimbali ndani ya nchi kuwekeza kwenye sekta ya afya, kwa sababu serikali peke yake haiwezi. Sasa tunawaalika wadau wote tuweze kuwekeza pamoja, na serikali imeshaweka sera nzuri, sheria nzuri
ya PPP, kwa maana kuwekeza kwa kushirikiana kwa serikali na sekta ya afya. Kwa hivyo tuwakaribishe wadau wote ili tuweze kushirikiana. Lakini agenda ya pili ilikuwa ni uwekezaji kwenye uzalishaji wa dawa ndani ya nchi, kwa maana ya local manufacturing ya dawa na vifaa tiba. Ili uweze kujitegemea lazima uwe na uhakika wa upatikanaji wa dawa. Wote tumeshuhudia kipindi cha COVID-19, dawa zilikuwa haziwezi kuingia nchini, nchi nyingi za Afrika ziliteteleka. Kwa hiyo imekuwa kama ni wake up call, kama ni kukumbushwa kwamba kama nchi lazima ijilinde. Afya ni usalama, na usalama ni kuwa na uhakika wa dawa. Kwa hiyo lazima tuwekeze kwenye viwanda vya dawa na vifaa tiba. Na sisi kama nchi kwa sasa tunaagiza dawa kwa zaidi ya 80%, na ni 20% tu tunazalisha ndani ya nchi. Lakini kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tayari tumekwisha anza. Mnakumbuka amemteua mapema mwaka huu naibu katibu mkuu anayeshughulikia viwanda vya dawa Bwana Emmanuel Tayari, na kama wizara kupitia waziri wa afya Mohamed Mchengerwa aliunda task force maana ya PIAT, ambao ni task force kwa sababu ya kuharakisha uwekezaji wa viwanda vya dawa nchini. Na sasa tuna zaidi ya wawekezaji 4 tayari wako Mloganzila, kwenye eneo ambalo serikali imeitenga kuwa habu ya viwanda vya dawa, ekari 400. Wawekezaji wale tayari wako uwandani na wameanza kazi. Lakini tuna zaidi ya watu walioonyesha interest, zaidi ya makampuni 35 duniani yameonyesha hamu au interest ya kuwekeza kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunakimbia nayo yote kwa pamoja, huku tukiongeza uwekezaji wa fedha ndani ya nchi, lakini lazima tuwe na uhakika wa upatikanaji wa dawa ndani ya nchi. Kwa nini? Basi huduma bora ndio ambazo zitaweza kufanya Watanzania wawe na afya njema, ili kwenda kutimia lengo la dira yetu ya 2050 ya kuongeza uwezo wa miaka ya kuishi ya Watanzania, lakini ya kuwa na afya njema na bora kwa Watanzania wote, bila kusahau kupunguza vifo vya mama na mtoto mchanga, kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kinara wa kupunguza vifo vya mama na mtoto Afrika, ambayo itakuja na 30, ambayo 30 ni kupunguza vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika, lakini kuwa na 0 watoto ambao hawapati chanjo, na kuwa na 0 wa mama wanaojifungulia majumbani. Kwa hiyo sisi kama nchi tumeonyesha tuko tayari, tumejipanga, na serikali yetu ina utashi mkubwa sana, kwa maana ya political will na commitment kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha kwa vitendo kuwekeza na kuwa na maamuzi ya dhati katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na afya bora na imara tukielekea uchumi wa 2050. Lakini kubwa kwa upande wetu wa Shirika la Afya Duniani Afrika ni vitu vitatu vikubwa. Kwanza ni uzalishaji wa dawa na chanjo kwa upande wa Afrika, local manufacturing. Afrika inaagiza 85% ya dawa kutoka nje ya bara letu, 100% ya chanjo. Sasa hii haiwezi kuendelea hivi. Mnakumbuka wote kipindi cha uviko 19, Afrika ndo tulikuwa mstari wa nyuma katika mstari wa kwenda kupata chanjo. Wakati wenzetu wanapata chanjo ya 5, sisi tuko tunahangaika na kupata hata hiyo chanjo moja. Kwa hili ni muhimu sana kwamba nchi zetu, lakini kwangu mimi kitu muhimu zaidi sio uzalishaji tu. Sisi tuna nchi karibu 56. Sasa kama Shirika la Afya Duniani upande wa Afrika, nataka kuziunganisha hizi nchi moja, kwa sababu kama hazizungumzi zenyewe kwa zenyewe, zote zinaweza zikaja kuzalisha siku moja Panadol, alafu tutamuuzia nani? Kwa hiyo hiyo ni moja. Jambo la pili ni afya ya msingi, primary health care. Tumeona changamoto kubwa kwenye nchi zetu hizi ni kwamba huku chini huku tulipopata huu msukosuko mkubwa wa fedha, nchi nyingi ziliingia kwenye msukosuko mkubwa kwa sababu miradi mingi ilikuwa inafadhiliwa kutoka nje. Magonjwa ya kifua kikuu, magonjwa ya ukimwi, magonjwa yasiyo kuambukiza
Sasa ni lazima tufike wakati tuimarishe hii primary health care. Sasa tutaimarishaje primary care? Ndio inakuja lile jambo la tatu. Sasa nchi zetu karibu 35 katika hizi nchi 47 za Afrika, 70% ya malipo yanatoka mfukoni. Watu wanauza mifugo, watu wanauza ardhi, watu wanachukua madeni kwenda kulipia tu bili za hospitali, na mwisho wa siku mgonjwa anafariki. Kwa hiyo unapata vitu vitatu: kwanza una deni la watu kulipa, una msiba na mgonjwa. Kwa hiyo hivyo vitu haviwezi kuendelea. Ni lazima tuwe na bima za afya za taifa ambazo kila mwananchi atakuwa na haki ya kupata tiba. Lakini kwa upande wangu sio kupata tiba tu au kufungua vituo vya afya vina quality. Je, yale mahitaji yote muhimu yapo? Na tunaona nchi zetu pamoja ikiwa na Tanzania, kwenye vituo sasa vya afya mama anaweza kupata upasuaji, cesarean section na mahitaji mengine mazito. Na natolea mfano wa Tanzania kwa sababu Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ndo champion wa upunguzaji wa vifo wa kina mama wakati wa kunani, kwa sababu walipoanza mwaka 21 kulikuwa na vifo 555 nafikiri, kwa kila uzazi 100,000 hai, lakini wameenda sasa hivi mpaka 104, na shirika la afya duniani liko pamoja na yeye kusapoti kwenye hilo na nchi ili kupunguza, kwa sababu wakati Tanzania iko 104, mimi na nchi hapa ambao ni wanachama wangu kuna vifo zaidi ya 1,000 kwa kila vizazi 100,000 vilivyo hai, kwa namba iko juu. Ukitizama nchi kama Mauritius wako 45. Kwa hiyo Tanzania inaweza kujifundisha kwa Mauritius, mmefikaje 45? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.